Mwenzenu mtoto wa mama akambo kajichanganya. Sijui unanielewa vizuri, kajichanganya, sijui alijua mimi nani ni my friend, mimi nimelelewa na mama akambo. Lakini mama akambo mwenyewe ilikuwa ni kila anachokifanya hakupigi. Lakini bora hata angekupiga. Kwa sababu kila mtoto wake anachokifanya unailaumiwa ni wewe. Sijui unanielewa vizuri, mtoto wake kavunja glasi unaitwa. Wewe mbona umevunja glasi? Akaanza kunichonganisha na baba. Akawa anamwambia baba mimi ni mjeuri na mjibu vibaya. Uwezi amini siku moja katoka huko, I think alitoka kwa mwanaume wake akapigwa. Alipopigwa baba anarudi nakwambia naona mtu kaanza kulia kutoka ndani, nakwambia anakimbia anamfuata baba. Nikasema anaenda kumwambia kapigwa nini? Kufika anamwambia Lizi kanipiga. Naambia mume wangu, yani mtoto wako amekuwa mkubwa ananifanyia vitu vya ajabu, nilikuwa namsema na kuambia akanipiga. Mimi tena nimekupiga wakati umetoka na manundu yako huko. Mwisho wa siku babangu mimi ana akili, unaelewa vizuri. Hakunipiga kunisemesha, akaenda akanipangia chumba. Hapo niko form 6. Akaenda akanipangia chumba. Basi kuanzia hapo mimi sijai kurudi tena nyumbani kwao, nina maisha yangu. Sasa mama Makambo ana mtoto wake, huyo mtoto wake wa kike ambaye ndio tumekuwa pamoja, ambaye sasa ndio yai. Sijui naelewa vizuri, sikio la kufa. Alianza kutembea na wanaume hapo mtaani. Yaani wakati ana miaka 10, tayari kashaanza kuwa na mahusiano na wanaume. Ukimfuata ukienda kumwambia mamake anakuambia yani wewe koma. Hizo ndio tabia zako, unaona unajua msingizia mwanangu. Sitaki kabisa hiyo masuala tena na mwanangu. Mwisho wa siku nikasema mimi wewe na hiyo sikio lako la kufa, siku kitakuja kuwakuta. My friend. Basi nikaenda nikasoma zangu, nimemaliza shule, nimemaliza chuo, nimeendelea na maisha yangu, sijui kurudi nyumbani. Baba yangu naona naye kama kawaida anakuja. I think baba yangu mimi kwa sababu ananijua na anajua tabia zangu, naona naye mwenyewe pia alikuwa anashangaa kwamba siku zote mbona mwanangu hakuwa hivyo. Yani baada ya huyu mama yake tu akaanza kuja, mtoto ameanza kubadilika. Ngoja nivue na viatu. My friend, maisha mazuri. Na nimeolewa. Mimi ni mtu wa kuposti, unajua una posti maisha yako mazuri. Nimeposti news kati hapo hivi, sio news kati, ni muda mrefu kidogo. Nikaposti video nakwambia, mara naona message DM, "Hello dada, jamani nimekumisi za siku nyingi, sijui umetususa." Mimi tena nikaenda kwenye profile, "Dada ndio umetususa wewe nani?" Ndio kwenda kwenye profile yake nikamkuta Mazafaka mtoto wa mama Kambo. "Oh dada nimekumisi, sijui ni nini." Nikamwambia, "Asante jamani nimekumisi pia, unaendeleaje?" Akaanza kuniambia, "Jamani si jambo, kimepanda kimeshuka dada nimekumisi." Nikamwambia, "Sawa mdogo wangu." Tukabadilishana namba. Siku hiyo niko zangu nyumbani. Mara naona simu tini napigiwa simu, "Mwanangu habari za siku nyingi." "Salama, wewe nani?" "Mazafaka mama wa Kambo." Tukaongea pale. Basi tulipomaliza kuongea nikakata simu. Kesho yake napigiwa simu na baba, ananiambia, "Mwanangu samahani, najua wewe sasa hivi umejipata huko na maisha yako, sitaki kukusumbua, lakini naomba unisaidie, kuna kitu hapa kimetokea, naomba unisaidie." Nikamwambia, "Naomba unisaidie nini?" Ndo kaanza kunielezea. Mtoto wa mama Kambo bado, yani hapo kudanga anakodangaga hajai kupata pesa hata ya kwenda kupanga. Hapo bado yuko kijijini, yuko kwa mama yake nyumbani, nilipomwachaga tangu kitambo yupo nyumbani. Sasa nakwambia kafumaniwa. Unaelewa vizuri, juzi kafumaniwa na mume wa mtu, nakwambia kapigwa hapo mtaani, watu hawamtaki maana anasikia kashavuruga kila mahali, yani kashavuruga vibaya sana. Tena yeye ndo akiona mkaka mzuri anaenda anamtongoza. Ukimkatalia anaanza kwenda kumwambia mke wako, anaanza kwenda kuchonganisha kwa kijijini, hawamtaki. Ndio baba akaniambia, "Mwanangu naomba unisaidie, naomba uje ukae na huyu mdogo wako." Mimi nikamwambia baba, "Huyo Mazafaka mtoto wa Kambo jinsi ambavyo anafanya mambo ya ajabu, unataka kuja kuniharibia nini?" Baba akaniambia, "Hamna mwanangu, naomba tu ukae naye umfundishe, labda mazingira yakibadilika atajielewa." Mimi nikasema sawa, nikamwambia mlete. Mazafaka mtoto wa Kambo akaletwa. My friend, kaja nakwambia yuko vizuri, nakwambia unajua ile karibu mgeni, nakwambia akafika anafanya usafi. Ukiamka asubuhi unakuta kashafanya usafi, nakwambia kashadeki, kashaosha vyombo, kashafua mpaka kufua, nakwambia anapanga. My friend, mpaka nikirudi kazini naanza kujiuliza, alofanya hivi na Mazafaka mtoto wa Kambo mbona mambo mazuri. My friend, nikasema kweli huyu mtu kabadilika, nakwambia akawa na tabia nzuri. Akaniomba akaniambia, "Dada kama vipi naomba unisaidie nikajifunze kitu chochote." Nikamwambia, "Chagua, unataka kujifunza urembo, unataka kujifunza cherehani, unataka kujifunza nini?" Akaniambia, "Nataka kujifunza cherehani." Mimi kwa upgrade nikamwambia, "Mdogo wangu usijifunze cherehani ya kawaida. Mimi nakupeleka kwenye chuo cha kuwa fashion star. Mwana mitindo, sio cha cherehani hivi. Unaenda unajifunza, ukishamaliza unakuwa mwana mitindo." Akaniambia sawa, nikampeleka chuo. Akaenda akasoma, nakwambia akaanza kusoma. Sasa hapo nina boyfriend. Sijui unanielewa vizuri. Boyfriend wangu mimi tuko naye vizuri, tukienda sehemu analipa nini, vitu viko kwa juu hivi. Vitu viko vizuri, subirini kwanza tufike kwenye point. Sasa huyu boyfriend wangu mimi alikuwa ana tabia kuja nyumbani. Ana tabia ya kuja nyumbani mara kwa mara sana. Akawa anakuja nyumbani, sometimes niko zangu chumbani nafanya kazi, wanakaa hapo na shemeji yake wanaongea. Mimi nikajua shemeji mtu, nikajua kile kikaka kina akili. Baada ya muda nikawa nikimuita binti, "Neema, kimya. Neema, kimya." Kuna wakati mpaka anachungulia. Nikiita Neema, anainua macho, anaangalia chumbani afu ananyamaza kimya, hajibu. Naweza nikawa niko hapo sebleni, namsemesha my friend, ananyamaza. Mara nikirudi nyumbani nakuta kaacha vyombo. Mara nakuta nguo zimesambaa huko, sijui kujafanyia usafi kuko kama nilivyokuacha.
vitu vingine anapika mavyakula anaacha huko, anaharibu vyakula, anapika vyakula vingi, alafu hali anamwaga. Ukimwambia anakwambia dada, kwani nilikuwa nimechoka kula mawali bwana, ndio maana nikaamua kumwaga. Nikamwambia Neema, hapa mjini maisha yalivyo magumu, unamwaga chakula. Akaanza kuniambia eti dada, wewe mbona kama unataka kuninyanyasa sijui nini. Kidogo akampa mamake umbea unaotokea huko. Mamake ananipigia simu, ananiambia mwanangu, mbona unakuwa na roho mbaya, una maisha mazuri unamnyanyasia mwenzako chakula sijui nini. Nikasema tena mimi namnyanyasia chakula? Nilomwambia simwage chakula hovyo, namnyanyasia chakula. Subiri, akaendelea sasa na jeuri. Sasa hapo mimi sikujua shida ni nini. My friend, siku hiyo niko zangu sebleni, yeye mwenyewe yuko chumbani. Nikawa naongea na boyfriend, naongea naye sijui nini, masuala ya kupendana, masuala ya kimaisha. Nasikia Neema uko chumbani anafanya yaani ile nikajiuliza, huo msonyo wote wangu mimi ndo nanisonja hivyo? Mimi ndo nanisonja hivyo Neema? Nikamfuata chumbani nikamuuliza, wewe mbona unasonja na msonya nani? Ananiambia amna, kwani mbona unajishtukia? Kwani kuna tatizo gani? Nikamuuliza tatizo mimi ndio nikuulize wewe kuna tatizo gani? Wewe unaniuliza mimi kuna tatizo gani? Wewe ndio unaisonya afu mimi unaniuliza mimi kuna tatizo gani? Ananiambia amna. Nikasema subiri nitagundua. Siku ya bwana akawa ameniletea simu. Sio mjanja, kumbukeni shule yenyewe alikuwa ha concentrate, akienda shule ha concentrate. Akaniletea simu yake akawa ananiambia siku nakitoa ndio kufungua, nikamfungulia. Si nikaenda kwenye message. My friend, yeye na bwanangu wanapachiwana. Neema ndo alianza kumtongoza bwanangu. Kuna siku nilikuwa naongea naye bwana, nimeweka simu hapo, nimeweka loudspeaker huku nafanya kazi. Kumbe bidia jicho huku anaandika, jicho huku ana copy number. Sijui naelewa vizuri. Ndio alimfuata akamtongoza, akamwambia mimi nakupenda. Dadangu mimi namjua alishatoa mimba nyingi sana. Dadangu mimi ana roho mbaya. Dadangu mimi alikuwa anatembea na baba yetu mzazi, ndio maana baba akamkimbiza huku mjini. Kwa hiyo dadangu shemeji, kama unataka kuendelea kuwa na dadangu ni mtu mwenye laana. Wakasikilizana wenyewe wakakubaliana, kwa sababu wote ni matakataka, wakaanza kunyanduana, wakaanza kupachiwana. My friend, nikakaa nikawaza, nikasema Mungu wangu, kumbe ndio maana huyu mbwa ananiletea jeuri. Alafu alikuwa na tabia, mnaweza mko wenyewe hivi, yuko na attitude, nakwambia haongei, hacheki kanuna muda wote, lakini mfano akaja yule kaka ambaye ndo alikuwa boyfriend wangu, akija nachangamka, nakwambia anaenda na jikoni, anaenda kupika, nakwambia hapo anaweza kama amekata wiki mbili hajapika, hajashika chochote, lakini yule boyfriend wangu akija nakwambia anaenda anachangamka. Ndio nikasema mimi hizi dalili niliziona tangu mwanzo, mbona mambo hivyo, sijui unanielewa. Mimi nikasema wala hata sifanye mambo kiholela holela, sipigi kelele na mbwa yoyote. Nikaenda chuo pale. Nikafika chuo nikawaambia, jamani samanini, mdogo wangu ambaye alikuwa amesoma amepata emergency, ameondoka. Anaenda nje. Kwa hiyo naombeni pesa yangu iliyobaki, naombeni nitoe hata sadaka kwa mtu yoyote anayesoma hapa. Wakabadilisha jina lake, wakamfuta na usajili. Sio wakamfuta usajili, kwenye system yao hayupo. Kwa hiyo hawezi kuendelea. Nikampigia yule boyfriend. Nikamwambia njoo nyumbani. Akaja nyumbani. Alipokuja nyumbani nikamuita Neema njoo. Neema akaja, nikamwambia basi kwa sababu nyie mnapendana. Wakashtuka. Unasemaje? Unasemaje bwana, unataka kutuambiaje? Nikamwambia wewe Neema, wewe unasema unataka kutuambiaje? Wewe si ndio ulimtongoza huyu mbwa? Eti hamna dalizi. Hamna, mbona unasema hivyo, kwani umeona nini? Nikamwambia hata usitaki kujua nilichokiona. Lakini wewe si ulimtongoza huyu? Na wewe Mwanakumanina, wewe si ndio ulimkubalia huyu dada, mnatembea naye? Mnakaa mnanisema mimi nina roho mbaya. Haya wewe Mwanakumanina ambaye mimi ndio nalipaga bili. Tukienaga sehemu, huyu bwana akilipa bili ni kwamba kabla hatujatoka, kwa sababu anataka kujiona yeye ndio kidume, mimi namtumia pesa ya kwenda kulipa bili. Sio, unanielewa vizuri? Mimi ndo nilikuwa namhudumia yule mbwa kwa kila kitu, kwa sababu yule mbwa kwao ni mkorofi, ndio wale wakaka wakorofi ambao kwao ndio litoto litukutu. Kwa hiyo kwao wakamsusaga, mimi ndio nikamlipiaga chuo, kamaliza chuo, hana kazi, ndio nikawa namsaidia kwa sababu nilimpelekaga mbele kwenda kumnaniliwa, aende akafundishwe huko, atolewe huo ujinga kichwani, ndio akatolewa huo ujinga kichwani, ndio sasa hivi ndio bado hajapata kazi, namhudumia kwa kila kitu, namsaidia mpaka chumba ambacho anaishi, mimi ndio nimsaidia kupanga. Najua mtanisema kwa sababu ya ujinga, lakini mapenzi ndio hayo. My friend, nikamwambia naomba funguo ya nyumbani kwako. Akanipa funguo, nikamwambia haya wewe na huyo mpumbavu mwenzako mtajua hapa kwenda, lakini kule kwenye kile chumba nisikuone. Neema ndio anaanza kushtuka, kwani ndio unasemaje? Kwani wewe ndio unaipaga vitu? Ni matajiri kwao, lakini huyu ni mtoto ambaye kashindikana kwao, alishafukuzwa. Mimi ndio namhudumia kwa kila kitu. Kama unaonaga analeta vizawadi, basi ujue vizawadi mimi ndio nimenunua. Sijui unanielewa vizuri? Kama unaona tukitokaga analipa, basi mimi ndio namtumia pesa. Hapo alipo ana hata shilingi 10. Hataki kwenda kufanya kazi ndogo ndogo kwa sababu anakuambia kwetu sisi matajiri hiyo kazi sio hadhi yangu. Ukimwambia nenda hata kuna sehemu hata wanaajiri sijui kazi za kawaida anakuambia sitaki kwenda kwa sababu sio hadhi yangu, kwetu sisi unajua
tuna pesa. Mimi nikawa namvumilia yule mbwa kwa sababu nilikuwa najua at the end of the day, kwa sababu kasoma na ana akili sana. Kwa sababu kasoma, ipo siku atakuja kupata kazi ya maana, pesa yangu itazaa matunda. I think kwa sababu yani sikuwahi kupendwa vizuri nyumbani, ndio maana hata nikawa natafutaga sana upendo kwa speed. Nikamwambia nyie wote hapa, wewe mwanakumanina na wewe mwanakumanina mwenzako, bebaneni ni ondokeni. Na wale wako nikute kwenye hicho chumba. Wakaanza kupiga magoti, wewe Neema, dada nisamehe, sikujua jamani, chuo nitaendaje jamani, nitamaliza nitakaa wapi nimalize chuo? Nikamuuliza chuo gani unachotaka kwenda, chuo kipi? Kwa sababu hicho chuo unataka kwenda labda ndio kalipia ada mwenyewe. Lakini ada nilolipa mimi, my friend, kwenye hicho chuo huendi kusoma tena. Sasa wewe mchukua mwanakumanina mwenzako, ondoka. Huyo kaka akaanza kuniambia samahani, unajua ushanipelekaga rehab, nishachana na swala ya mtaani, unajua tena nikirudi mtaani nitaanza tena kutumia vitu vya ajabu ajabu, sio nitaharibika. Nikamwambia my friend, mimi sio mzazi wako. Sio, unanielewa vizuri, mimi sio mzazi wako. Bebaleni wewe na mwanakumanina mwenzako muondoke. Wakawa wameondoka. Ile siku ile jioni, kabla yani ile jioni kabla hata sijaana, nikasema sijui akaenda kwenye ile nyumba. Nikaenda nikampigia simu rafiki yangu, kuna rafiki yangu ambaye nilikuwa naongea naye sana, anaishi kwao. Nikamuuliza, ndugu yangu, unataka kupanga? Unataka kwenda kukaa kwenye, unataka kwenda kwa hiyo maisha Nikaenda nikampelekea funguo, nikaenda naye nikamwambia beba kila kitu. Acha nguo zake tu za ovyo ovyo hapa, akamwachia nguo zake pale, akaacha mlango wazi, huyu akaondoka. Nikampigia mwenye nyumba nikamwambia chumba chako nimeachia. Kama atataka kuendelea kukaa, lipa mwenyewe kodi, kwa sababu mimi nishanawa mikono, mimi sitaki tena maswali. My friend, basi mama wa kambo nakwambia, akanipigia simu, akaanza kunipigia simu, mwanangu, mbona umefanya hivyo? Jamani, msamehe mdogo wako, sijui nini. Msamehe, atajirekebisha. Nikamwambia mama wa kambo, mwanao kashindwa kujirekebisha akiwa na wewe. Ameshindwa kujifunza, anaandika tangu utotoni. Tulivyokuwa tunakwambia, mwanao huyu huko mtaani hashikiki, ukao unalalamika, unasema tunamuonea, sijui sisi ndio tuna tabia mbaya. My friend, kana mwanangu. Huyu mimi sio mwanangu. Hili sio janga langu, ni janga lako. Pambana nalo wewe mwenyewe, mimi halinihusu. Nikamkatia simu. Basi nakwambia, napigiwa simu mpaka na wana kijiji, nakwambia, wewe mbona unakuwa una adabu, unamjibu mama yako vibaya kwa sababu sio mama yako akukuzaa, sijui nini, ndio maana unamfanyia hivyo. Nikamwambia, mimi huyo sio mama yangu akunizaa, na mimi huyo mtoto wake mimi sijamzaa, sio jukumu langu. Kwa hiyo pambane naye. Kama nyinyi mnaona kama mnataka kumsaidia sana, mchukueni nyinyi mtoto wake mkae naye aje atembee na waume zenu, lakini kwa mimi nimenawa mikono, sitaki tena. Kwa heri.